Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo dimanche le 8 mars 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea jioni ya leo moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita mu maeneo tofauti. Mu territoire ya Masisi AFC M23 walirenforcer sana kuanzia Mushaki kushuka mpaka maeneo ya Kinigi, maeneo ya Rubaya kabisa. AFC M23 walirenforcer kule. Ni wakati mu Masisi mapigano makali yalikuwa yakiripotiwa kule musiku chache tu ambazo zimepita. Tutawapeleka Nyiragongo leo kulisikika mabombe sana. Mabombe yalipigwa Nyiragongo, eneo inayopatikana karibu sana na mji wa Goma. Tulikuja kupata habari kutoka kule, tutawaambia kabisa mabombe hayo yalikuwa ya nini. Tutawapeleka Uvira, wakimbizi kabisa wa Kongo waliokuwa wakiishi huko Burundi apre vita kuingia Uvira. Mnajua wakimbizi walikuwa wengi kule Burundi, walishaanza rejea nchini Kongo kupitia mji wa Uvira. Ni kitu kizuri kabisa kwa wale wakaji ambao walikuwa wakiishi katika kambi za ukimbizi kule Burundi. Tutawapeleka katika maeneo tofauti, Mwalikale, Mufizi, kote tuwaambie habari kabisa mbichi kutoka kule. Tutawapeleka pia na maeneo ya nchi ya Iran na wapi na Israel. Kule mapigano yanaendelea. Israel na Estados Unidos d'Amerique hawasimamishi vita kontra Iran. Iran nayo inaendelea kuriposte ikishambulia maeneo ya Israel vile na mabazi militaire za Estados Unidos d'Amerique katika mapei tofauti zinazokuwa karibu na Irani. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kabisa. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na group yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi mkigusa pale kwenye titre, hapo chini ya titre mu description mtapata link yetu. Mguse kwenye link hiyo mjiunge. Bila shaka kabisa taarifa zetu zitakuwa zikiwafikia na mtakuwa mkifahamu kabisa hali halisi kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja. Taarifa zetu tuzianzie Nyiragongo, ile territoire ya Nyiragongo pale kabisa mu maeneo ya Parke Nationale ya Virunga kwenye kulisikika mabombe mengi sana siku ya leo. Leo ilikuwa saa za saa 4 saa 5 na hata saa 6 njo mabombe yalisikika sana Nyiragongo. Wakaji wa Goma hata walisikia mabombe hayo, wanaoishi katika maeneo ya Rusayu kule Rusayu kabisa walisikia mabombe yale. Wanaoishi pamoja na maeneo ya Kibumba kule Nyiragongo walisikia mabombe hayo. Na wakati mabombe hayo yalisikika, watu waliogopa sana kule muparke, wakazania kwamba deja iko atake. Mnajua muparke nationale ya Virunga kunapendaka ripotiwa mashambulizi nako kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23. AFC M23 ina okipe Goma na maeneo mengi ya Nyiragongo. Kule muparke kwenda mpaka Ruchuru na kushuka muzengine eneo kuna kwa kandani wazalendo. Sasa wakati mabombe hayo yalisikika, watu walizani ya kwamba deja kule nako kimenuka, donc mapigano yameanza kati ya wazalendo na AFC M23. Apre kuchunguza kabisa kuhusu chanzo cha mabombe hayo kusikika,
tulikuja kufahamishwa ya kwamba haikukuwa vita, donc haikukuwa mapigano kati ya AFC M23 na wazalendo, bali ilikuwa ni wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa na wako nafanya exercice pale za kutumikisha silaha nzito. Habari tunazo kamili kutoka maeneo ya Nyiragongo wanatuambia kuwa AFC M23 ikiwa pale kwa ile kilima yenyewe inaitwa Kilima Nyoka pale Nyiragongo, walikuwa na wako nafanya maexercice ya tir de loin wakitumikisha zile maartillerie lourde kuanzia pale na maeneo tofauti Nyiragongo. Kulisikika mabombe sana, hali ikawa mbaya kabisa kwenye traffic ya route inayo toka pale Goma vers Kibumba kule Muruchuru. Donc wakati mabombe yalisikika pale, traffic kabisa ikawa paralize. Wapita njia pale, mapikipiki, magari zilizokuwa ngambo ya Kibumba zikasimama, zilizokuwa zikitoka Goma nazo zikasimama, kwa sababu mule muparike kulikuwa kukiripotiwa mabombe sana. Ni mabombe ambayo yalisikika kule kabisa yakishtukiza. Hakuna taarifa yoyote ambayo AFC M23 ilitangaza pale ikisema kwamba kuna exercice ambayo wataifanya pale. Kama kawaida, wakati wanajeshi wowote ambao wanakontrole eneo fulani wana mpango wa kufanya exercice swate ya silaha ndogo au nzito, wanatangaza hayo ili wakaji wasiogope. Hayo kabisa alistukiza wakaji wa pale, na wakawa kabisa wameingia katika uoga wa hali ya juu, kwa sababu walizania kwamba mapigano yamezuka upya kati ya wazalendo pamoja na wasi wa AFC M23. Haikukuwa mapigano, ni wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa wakifanya maexercice pale mu Parc National ya Kahuzi-Biega ya maartillerie, donc wakipiga kabisa mabombe kwa mbali mule mu parke ya Virunga. Tunaendelea na habari zetu kutoka pale Goma na njia ya Sake. Leo pale Sake kulifanyika msako. Mnajua kulifanyika msako, vijana wengi walikamatwa pale Sake, na wakati wa asubuhi mapema, wakati wanajeshi wengi wa AFC M23 walikuwa wamepanua kufanya ile operasyon ya kuzingira pale Sake. Habari zinazotufikia ni kwamba ile asubuhi 4h du matin, zingine gari za wanajeshi wengi kabisa za AFC M23 zilishuka hiyo njia zikaelekea Mushaki, na pre Mushaki wakasambaa kabisa mu maeneo tofauti ya Masisi mkiwemo Kinigi na Rubaya. Donc walirenforcer Mushaki, Kinigi na Rubaya. Hizi eneo ambazo walirenforcer ndani ni eneo ambazo zilikuwa zikiripotiwa ndani mapigano makali hivi juzi. Katika mwingine wa Mushaki ni juzi njo FARDC ilipapiga mabombe, ilibombarde position ya AFC M23 pale Mushaki. Kama ni jana pale, nadhani kwamba habari hizo kabisa tuliziwapa siku ya jana. Ilikuwa asubuhi mapema ndipo FARDC ili bombarde position za AFC M23 pale Mushaki, na katika siku chache ambazo zilikuwa tena zimeisha, Rubaya njo kwenye FARDC ili bombardake tena ikapiga maposition za AFC M23 na kumua yule lieutenant colonel Willy Ngoma. Na katika maeneo ya Masisi kule Runigi, Kazinga, kwingineko maeneo ya Katale, vijiji tofauti kulikuwa kukiripotiwa mapigano sana mu des semaines passées. Nadhani hayo yote mnayakumbuka. Kule sasa AFC M23 leo walirenforcer kule wanajeshi wengi, na habari mbichi tunazo kutoka pale ni kwamba walifika kule kwa ajili ya kuandaa komate, na wanaweza wakapigana na jeshi la Kongo na wazalendo kule, ambao kama kawaida wanapiganaka nao ili waone kwamba wanaweza tena kuavanse wakamate maeneo tofauti mu Masisi. Leo kabisa ndipo wanajeshi wa AFC M23 walifika ku maeneo hayo tofauti, Mushaki, Rubaya pamoja na Kinigi. Donc FARDC na wazalendo kule wamekujiwa, wanapaswa kukua tayari, kwa sababu wakati wowote tena mapigano yanaweza yakazuka upya kati ya pande mbili.
pale muko naona ma video zenye ziko napita hapo ni ma video za vita kule ni Masisi kwenye wazalendo nao wanaendelea kuzifanya maoperasyon mu maeneo ya Kazinga na maeneo za Lantoro ya Kazinga. Leo kulisikika mapigano ambayo hayakuwa makali, ni mashambulizi yenye hayakudumu. Ilikuwa kose 40 minute na wako na shambuliana haya kuendelea kusikika pale. Ilikuwa wazalendo ambao waligusana pale na AFC M23 yenye na kontrole Kazinga. Apre kusikika kwa mashambulizi hayo, wazalendo nao wakarenforce kule ufete mu maeneo ya Kazinga, maeneo ya Buhimba Muwalikale na maeneo ya Katoi nako wazalendo wanaendelea kujirenforce sana wengi, kwa sababu kule njo kwenye kulikuwa kukiripotiwa mapigano sana na AFC M23. Apre tena nayo kurekipere zile eneo ambazo nimewaambia walikuwa wakirenforce wazalendo nao ili kuweza kabisa kukabiliana na wanajeshi wa AFC M23 ambao mpango wao ni kuavance nao. Renfort zinafikaka kule kabisa mchana vile vile na usiku, wakijiandaa kuzuia AFC M23 isije kaavance kule kama vile kabisa wanapangaka wakirenforce katika maeneo hayo. Zani ya kwamba kabisa tuko na indana 5 kwa 5. Kuna wanajeshi wapya wa FARDC, wanajeshi 5000 ambao walikamatwa na AFC M23 mjini Goma. Ni wanajeshi wa FARDC mkiwemo na wa askari polisi toujours wa gouvernement ya Congo ambao AFC M23 itawaachilia iwape Croix Rouge wapeleke Kinshasa. Mnajua kuna akoro iliyosainiwa kati ya gouvernement ya Congo na Kinshasa kuwa kutakuwa kupeana wa prisonnier de guerre. Nadhani kwamba hayo kabisa mnayafahamu. Ndani ya ile processus AFC M23 wakati ilikuwaka kule Rumangabo, ilikuwaka le 2 mars 2026 njo yule nani General Makenga wa AFC M23 alisemaka ya kwamba au wanajeshi atakuja kuwapa HCR plutôt Croix Rouge wapeleke wapi Kinshasa ama kwenye gouvernement ya Congo itawataka wapeleke njo kwenye watapelekwa, kwa sababu AFC M23 ayo itawaachilia warudie mu FARDC. Ni wanajeshi 5000 ambao kwa sasa habari tunazo ni waisha ingia mu mikono ya Croix Rouge. Donc AFC M23 isha wapea Croix Rouge ili waachilia ikawapa Croix Rouge. Croix Rouge ndio yenyewe itafanya operation ya kuwatosha mu maeneo ambayo AFC M23 iko ndani, iwapeleke mu maeneo ya FARDC waendelee na maisha yao ya kawaida, kama wataendelea kuwa wanajeshi, kama na wale wa polisi watakuwa wa polisi, ama kama wataishi maisha gani FARDC ama gouvernement ya Congo ndio yenyewe itajua la kufanya. AFC M23 kwa upande wake itawaachilia wengine wanajeshi, ilishawaachilia plutôt wengine wanajeshi 5000 hao watapelekwa mu maeneo ya FARDC. Ni deuxième tour, ni turu ya pili ambapo AFC M23 imewaachilia wanajeshi wa FARDC na wa askari polisi ambao waliwakamataka mjini Goma. Kwa mara ya kwanza waliachiliaka wanajeshi kama 1730. Nadhani kwamba mnakumbuka wanajeshi hao walipitaka njia ya Lubero wakashuka mpaka Beni. Nadhani kwamba mko nakumbuka hiyo siku. Na hawa nao ile njia ndio yenyewe watapita warudie mu maeneo ya FARDC. Après AFC M23 kutangaza hayo, kupeana wale wanajeshi mu Croix Rouge ambao mpaka kwa sasa wangali mu mikono ya Croix Rouge. Croix Rouge haijawapeleka maeneo ya FARDC. AFC M23 nayo sasa inaomba FARDC kuachilia wafungwa wa AFC M23 ambao wako nao. Unajua na FARDC na wafungwa wengi wa AFC M23 wa prisonnier de guerre wenyewe wanakamatiwa Kufro. Wengine wenyewe walikuwa wakikamatwa wakiwa ni wasaliti wakati AFC M23 ilikuwa haijasambaa kukamata maeneo mengi. Hao wote ni wa prisonnier de guerre. AFC M23 inaomba wapatanishi wa AFC M23 na Kinshasa kuambia FARDC nayo kuanza kuachilia wale wakimbizi plutôt wale wanajeshi wa AFC M23 ambao wanafungwa na FARDC Kinshasa na kwingineko, ili
kuweza kabisa kumaliza ile processus ya kupeana wafungwa ambayo walisinyake mwaka jana. Ilikuwa ni mwezi wa 7 kama niko nakumbuka. Nadhani kwamba kwa wale ambao walikuwa wakiendelea kuzifuata habari zetu tangu zamani, hayo yote wako na yakumbuka. Donc ni kuwakumbusha tu kadogo, utakumbuka jinsi hivyo vyote viliendaka. Na tukiendelea na habari zetu tuambie kuhusu Judith Suminwa ambaye aliaffirme ya kwamba ile akoro ya amani ambayo Rwanda na Kongo walisinyake na ile akoro miniere yenye Kongo itasinye pamoja na Etats-Unis d'Amerique, zote ni makoro ambazo walikalaka wakaziongelea na wakaongelea hizo akoro yote kwa ajili ya kitu kizuri kwa wakaaji wa Kongo, hususan wakaaji ambao wanaishi mashariki mwa nchi ya Kongo kutokana na vita vinavyoendelea. Alisema kwamba makoro haya yote yanalenga tu kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo, population wa est du pays wapate amani. Kwa hivyo akoro zote zilizo sainiwa na zile ambazo zitakazo sainiwa zote ni kwa ajili ya kurejesha tu amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Ni kitu kizuri kabisa kwa sababu vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo ni vya zamani, ni vita ambavyo vimedumu sana, wakaaji washakateseka. Ndugu zangu, kama kuna watu ambao wanajua kabisa vita, ni sie watu ambao tunatoka wapi mu est du pays. Vraiment hii vita tunaijua sana. Amani ndicho kitu ambacho kinaweza kutufanya sote kwa ujumla wakaaji kutoka mweste kutulizana na kuona kwamba maisha kabisa kesho yatakuwa mazuri. Nadhani kwamba wanaonisikia vizuri na kunielewa sana ni wale ambao wanaishi maeneo ya este, kwa sababu wale njo wenye wanajua hayo ambayo niko na yasema. Tuendelee na habari zetu kama kawaida. Nimewaletea taarifa mbichi kabisa. Tuwapeleke wapi? Uvira après FARDC kukamata vile ya Uvira na kurestore pale kabisa uongozi wake hapo, donc kuinstale kabisa kila uongozi tena wa gouvernement ya Kongo pale. Wakaaji waliokuwa wakimbizi kule Uganda waliendelea kukuwa wanarudia polepole. Hawakurudiaka officiellement, yani FARDC ama gouvernement ya Kongo iende kabisa iombe wakimbizi hao officiellement wote warudie à la fois. Hapana, kuna kuyaka wachache. Leo kuna kuja swate 2000, kesho kuna kuja 1000, kesho yake 5000. Njoginsi wanakuyaka ni wale ambao hawajangojea kabisa gouvernement ya Kongo warudishe officiellement. Leo kuna karibu wakongomani 22000 ambao waisha rudi kupitia ile frontiere ya Uvira wakaelekea maeneo yao tofauti, waliotoka swate Runingu, waliotoka Kiliba, waliotoka Makobola, waliotoka Fizi, kote hao wote wanapitaka pale Uvira na kurejea maeneo hayo. Na baada kabisa ya hao wanajeshi plito hao wakaaji kurejea, Jacques Sabani wakati alikuwa akizungumzia kuhusu kurudi kwa hiari katika maeneo yale, huyo mkuu wa usalama wa taifa Shabani Luko aliwafahamisha wajumbe wa serikali kwamba EHCR imewasiliana ili kuhakikisha kufuata sheria za kimataifa zinazohusiana na kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao ya wakimbizi. Donc na pale kuona kwamba wakimbizi wako narejea polepole na kila kitu kiko sawa, gouvernement Kongo isha ongea na EHCR ili kuweza sasa kurudisha wakimbizi wote ambao wako Burundi waliokimbia vita kule Uvira. Katika hotuba yake akiongelea hayo, naibu waziri mkuu wa ndani Jacques Sabani alihitimisha kwa kushughulikia hali ya mipaka haswa katika Burundi, ambapo kurudi kwa hiari kwa karibu raia 20000 kutoka Bujumbura kumerekodiwa kupitia ile mpaka wa Kavimvira. Serikali ya Jamhuri imewasiliana na EHCR
na inapanga kabisa mfumo wa pande tatu kwa mjibu wa sheria katika swala hili. Wakaaji wote warejee katika maeneo hayo. Pale mnasikia kabisa ni maamuzi mazuri ya kufanya wakaaji waliokimbilia Burundi kurejea nchini Kongo. Donc wakuja waendelee na maisha yao ya kawaida, wasiendelee kukuwa wakimbizi wapi kule kwenye wako Burundi. Tunaendelea na habari zetu kama kawaida. Tumewaletea habari mingi kuhusu changement ya constitution. Viongozi tofauti wa Kongo wenye wako mu gouvernement actuelle wanaendelea kuunga mkono hayo. Didier Budimbu, huyu mnamfahamu kabisa, yeye njo gouverneur wa Kinshasa, akiwa nakaa Kasangulu mu province ya Congo Centrale. Pardon. Didier Budimbu nimemfananisha na nani na yule gouverneur wa Kinshasa, nani jina yake iko kama yake Didier Budimbu yeye ni ministre des sports et loisirs. Pardon kabisa pale akiwa mule ile vile ya Kasangulu mu Congo Centrale, alisema ya kwamba wale ambao wanawaza ya kwamba Felix Tshisekedi ataacha uongozi wasahau. Alisema ya kwamba wasahau kabisa. President Felix Tshisekedi ni wakati yake wa kuendelea kuongoza nchi ya Kongo kwa manda ya 3. Didier Budimbu akasema kwamba kama President Felix Tshisekedi anapaswa kuacha uongozi, ataupa nani na ni nani ambaye kabisa atapewa huo uongozi kwa ajili ya kutatua matatizo yote, ama yule ambaye atapewa huo uongozi ataufaisha nini. Yeye kabisa anaamini kwamba Felix Tshisekedi anaweza kutokana na yale aliyoyafanya na jinsi leo wanaendelea kufanya. Anaamini kwamba President Felix Tshisekedi kuwa kiongozi kabisa anaweza hayo. Donc yeye ni kiongozi mzuri na anamunga mkono kuchanger constitution ili aweze hata kuendelea kukuwa president wa Kongo kwa manda ya 3. Pale sasa ndio kwenye kuna kwaka problem. Asubuhi katika habari za leo tuliwaambia kuhusu ile problem. Au fait watu wa opposition wanapingaka ile tu. Ingelikuwa kuchanger constitution, hakutakuwa ile ya kusema kuendelea kwa uongozi wa Felix Tshisekedi na opposition aingehangaika na hayo. Pale ndio kwenye kuko tatizo na wakati kabisa kutakuwa siku za kuchanger constitution, ndio magreve kutakuwa kama greve sana kwa sababu opposition haipendi vile, kwa sababu nao wanapenda donc wakuwe viongozi wa kesho. Hakuna kingine, nao wanapenda kesho wakuwe viongozi. President Felix Tshisekedi amalize manda yake, kwa sababu constitution actuelle ya leo hairuhusi mtu kuongoza manda 3 hata hapana candidature presidentielle kwa mwaka kwa ndani ya ania 2028 kwenye uchaguzi itakuwa tena kutaingia wengine na hao watahitaji kuchaguliwa. Njo kenye kinachaka wanapinga hayo. Haiko kusema ni faida zingine zenyewe wanataka wakongomani wazifikie kukue nini, hapana. C'est parce que wanapenda tu nao wakuwe viongozi wa kesho après Felix Tshisekedi. Tuendelee na habari zetu. Wakati changement ya constitution itaingiliwa kabisa, donc wakati siku za kuichange zitafikaka, iliyo siku nayo itakuwa kani vurugu kabisa mpei yote. Kitu ambacho niliwaambia ndani ya habari za siku ya leo za mchana, gouvernement yenye inaongoza ndio yenye inafanyaka benye inataka. Tuendelee na habari zetu. Tuwapeleke wapi? Kule Moyen Orient. Irani na Israeli na Etats-Unis d'Amerique wanaendelea kupigana. Nadhani kwamba mnajua vizuri vita za kule ni mafrape bombe, sio bombe, misile kwingine. Leo asubuhi mapema Irani iliamka kabisa na moto.
Irani ilishambuliwa sana. Masite petrolier 4 za Irani zilishambuliwa na mamisile kutoka Israeli na zingine Iran. Unajua plutôt États-Unis d'Amérique. Kama mnavyojua vizuri, Israeli na États-Unis d'Amérique ndio wenyewe wanaendesha vita zidi ya Irani, wakishambulia wanaishambuliaka ili wasije wakaipa nafasi ya kutulia iweze kutengeneza mabombe nucleaire. Ofete kile njo kenyena kio kinakwaka tatizo kati ya pande mbili. Wanakatalaka Irani isikuwe na mabombe nucleaire, mabombe atomike, donc zile zenye zinaweza kuharibu kabisa vitu vingi wakati wanatumikisha hiyo, kwa sababu ikishatumika hizo mabombe nucleaire, zile mabombe atomike, nayo itakuwa deja na iko na force zake, kwa sababu Irani ni pays ni mojawapo za nchi kumonda ntie zenye zina produisake petrole. Donc petrole kabisa ya mingi nayo inatokaka wapi? Iran. Ni pays yenye deja iko na nani, mnasikia kwamba iko na franka kupitia hayo. Sasa inapendaka ijijenge nayo kabisa, ikuwe na arme ya nguvu, wakuwe na zile mabombe atomiki, nao wakuwe nazo, na ile mpango sasa États-Unis d'Amérique inaipingaka, kwa sababu wakishapata hizo nguvu nao wakiwa ni maadui kabisa wao kati na États-Unis d'Amérique. Amerika mnasikia kwamba inaweza kuwa na iko muhatari. Unajua Irani na Amerika depuis zamani ni pays ambazo zilikuwa zikipingana sana, wakipigana. Leo vita sasa vinavyoendelea kule vinaendelea kukamata hatua nyingine. Leo kabisa Irani ilishambuliwa sana asubuhi mapema, masite petrolier 4 za Irani zikashambuliwa sana, na apres masaa mawili Irani ikatangaza kwamba hali iko control kabisa. Apres mafrape, moto ulizimwa, kila kitu kikaenda sawa, ikasema kwamba vita havijaisha, vitaendelea, donc nayo itaendelea kuriposte ikishambulia wapi? Israeli na États-Unis d'Amérique muma base militaire za États-Unis d'Amérique zenye iko nazo mu pays karibu na wapi? Na Irani. Wazani kwamba hapo kabisa tuko naendana 5 kwa 5. Ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Hizo ndizo habari mbichi kabisa ambazo nilikuwa nimewaletea, na washukuru sana. Tupatane tena ndani ya habari zetu mbichi za asubuhi kesho mapema. Merci beaucoup.